man of the match. Mchezo wa pili kwa siku ya leo umetamatika, matokeo akiwa nyau nyau, na hivyo kuliacha kundi hili likiwa bado linahitaji maombi ubani na ubani ilikuwa namna gani mchezo wa mwisho tukipata wanaongoza kwenye kundi hili. Kwa sasa tunakwenda kuzungumza naye, jina lako ni nani, lakini nataka uniambie zawadi hii ya man of the match kwako ina maana gani kwenye mchezo wa leo? Kwa majina anaitwa Juma Mjeshi. Zawadi hii ni chachu ya mimi kuongeza ili nifanye vizuri zaidi hapa. Matokeo leo yamekuwa 0-0 kwa kwenu. Yana maana gani ukiwa mchezo wa kwanza mkufanya vyema kiwango hicho? Matokeo sio mazuri kwa upande wetu kwa sababu mchezo wa kwanza tulifungwa, huu tumepata sare, lakini tuna mchezo mmoja, tunatumaini tutapata pointi 3 ili tuwe na 4, tunaweza tukapata nafasi katika kundi hili kwa sababu kundi bado lipo wazi. Tutajiandaa kwa mchezo unaofuata. Inshallah tutapata matokeo mazuri, tutavuka ile kundi, tutafanikisha malengo yetu ambayo tumeyapanga katika msimu huu. Kwa kweli mwenye binafsi kama mchezaji, mchezo wa leo kwako ulikuwa una ushindani kwa kiwango gani? Achana na timu, wewe uwanjani game yako leo ilikuwaje kwako? Ushindani ulikuwa ni wa kiwango gani? Kwa upande wangu ushindani ulikuwa mkubwa kwa sababu wengi kule wanatujua sisi. Kwa hiyo ukituangalia sisi na wao wanatuonaona, kwa lazima watakuja kwa kukamia, na ndio maana mechi imekuwa ngumu, tumeweza kupata sare. Mechi ilikuwa ngumu kwa sababu tunajuana, na hususan kwa upande wetu sisi wanatujua sana. Ndio maana mechi imekuwa ngumu. Barabarani Ramadhani Cup 2025 ni mashindano namna gani unaweza kuyazungumza? Mashindano ni makubwa na magumu kwa sababu hadi sasa hivi kila timu imejiandaa. Mashindano magumu hadi sasa hivi uweze kumtabiri bingwa. Mashindano ni magumu na mazuri, mashindano ni magumu. Shukrani sana na usiku mwema. Asante sana. Mashindano ya Barabarani Ramadhani Cup 2025 yamezidi kunawiri na tumetoka kushuhudia mchezo wa pili wa siku ya leo ambao tumeshuhudia Continental wakionyesha ushindani wa hali ya juu kwa watu wa boli, timu ambayo ilikuwa inaogopwa kwa sababu mchezo wa kwanza ilimpasua mtu goli 4. Aliye mbele yangu ni sehemu ya viongozi, manager wa timu ya Continental. Kwanza tujalie jina lako, lakini pili tuambie mchezo wa leo ni nini ambacho mmekifanya kiasi kwamba ionekane leo mlikuwa mpo na dhamira hali ya juu sana. Karibu sana. Asante. Mimi naitwa Imran Sadik. Nashukuru tumeshiriki vizuri na tumaini kwamba tunavyoendelea hivi tunaweza tukashinda. Leo tumejitahidi, tumesuluhisha draw. Next time tutajitahidi tuweze kushinda vizuri. Safi sana, tumejitahidi kidogo kwa uwezo wetu, ila ndo bahati nzuri na bahati mbaya tumesuluhu hii mechi tuliocheza leo. Kundi lenu mkilitizama sasa mna alama 1 michezo miwili, lakini watu wa boli wana alama 4 michezo miwili. Na mchezo wa awali hapa tumeshuhudia Almaran wakipoteza goli 1-0 kwa dhidi ya timu nyingine kwenye kundi lenu. Kundi limekaa vibaya kidogo. Mmejipangaje kuelekea mchezo wa mwisho ili mpate matokeo chanya na mpeleke timu robo finali? Tumejipanga vizuri. Tunategemea mechi inayofuata ya mwisho ndo mechi kidogo itatusaidia tukishinda. Kwa hiyo tutajitahidi sana. Tuko vizuri na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutafanikiwa kushinda mechi inayofuata. Almaran walikuwa wanatazama au kuondoka baada ya mchezo wa kwanza ulikuwa vibaya. Walikuwa wanatazameni na wamewaona mlivyo. Ni ujumbe gani mnawapa sasa kuelekea mchezo wa mwisho dhidi yao? Wajitahidi tu, maana sisi tuko vizuri yani. Kwa hiyo tupambane vizuri. Yes. Nataka unigusie kidogo. Tumeona namna ambavyo mashindano mpaka sasa yalivyo. Kwako wewe kama kiongozi wa Continental, unazungumziaje mashindano ya Barabarani Ramadhani Cup 2025 mpaka sasa? Mashindano ni mazuri sana na tunashukuru sana kwa Barbarian kuhost haya mashindano, na tunapenda hata mwakani inshallah yawepo na endelee kuwepo. Yes sir. Shukrani sana kwa mazungumzo yako. Asante sana.